vitongoji vijiji 179 vyote vimepata umeme wilaya hii. Sasa wananchi, nitoe wito, vuteni umeme, ingizeni kwenye nyumba zenu. Fanya hayo sasa kabla mabadiliko haya. Kule Bukene na kwa Mheshimiwa Gongala tunataka kuwaambia, kwa sababu kule wana unafuu wa kulipa ile bei ya serikali. Nyewe wa mji nyewe, kwa sababu mna mapato makubwa, mzunguko mzuri, mradi ule ni wa vijijini, sio wa mji. Hapo TANESCO wataka kusemaje hapo, waziri mkuu? Vuteni umeme. Kwa nini tumepeleka umeme? Huu ni mkakati wa kutunza mazingira yetu, kwa kuwaletea nishati ya umeme itumike majumbani badala ya kukata miti kuja kuitumia nyumbani kwa shughuli yoyote ile. Iwe ni kwa kuangazia. Si unajua vijijini kule tunakwenda na vizinga, tunakata vipande vya miti, unachoma, alafu ndio unapita vizinga. Hiyo sasa haitakiwi kuwepo tena. Lakini kupika, tupike kwa umeme. Huu umeme unakuja ndani ndio wa kupikia. Majiko yanapatikana madukani. Tuachane na kupika kupitia kuni. Kampeni hii tunaendelea nayo mpaka mwaka 2034 ya kuhamasisha Watanzania kubadilika kutoka kwenye nishati ya miti, mkaa wa miti kupikia, na kwenda kwenye kupikia kwa kutumia umeme au gesi. Badilikeni. Kwa wananchi wa kawaida tuendelee na hamasa huko, mnabadilika polepole. Na tunafungua fursa kwa vijana wajasiriamali kufungua maduka kuuza majiko ya umeme, kufungua maduka kuuza majiko ya gesi. Haya yote haya ni fursa. Jambo moja utengeneza fursa kadhaa. Kwa hiyo umeme tumeuleta, na sasa tuko kwenye vitongoji kati ya 820 316 tayari, na huu ndio mradi ambao upo unapeleka umeme vitongojini. Maendeleo ya mji hatuna mashaka, nimeeleza hapa. Sisi sasa kazi kubwa ni uwezeshaji ambao tunafanya. Ofisi ya Waziri Mkuu ni miongoni mwa wizara inayowezesha kwenye uchumi, kuwaelekeza wapi unaweza kupata fursa. Nataka niwaambie, amua leo kufanya biashara. Serikali imetengeneza fursa kupata mitaji ya kufanya biashara. Moja, ule mfuko wa halmashauri wa 10% unatoa mikopo kama mitaji ya kuanzisha biashara ya ukubwa wa kadiri mpaka ukubwa wa kati. Lakini serikali yenu imezungumza na mabenki, mameneja wote wako hapa, CRDB, NMB, NBC na nani wako hapa. Tumezungumza nao. Wamefungua madirisha huko kwa ajili ya kuwawezesha nyie wajasiriamali kwenda kukopa na kuanzisha biashara. Hata juzi wakati sherehe za wanawake Tanzania duniani, hapa Tanzania, moja kati ya mambo ambayo tumetakiwa tuwaambie wakina mama ni kuanzisha miradi. Mikopo ipo, tena iko mikopo pia ya wakina mama. Na huko kwenye mabenki kuna madirisha yamefunguliwa kwa ajili ya mikopo ya kina mama. Nendeni mkatafute mikopo. Lakini mjue kwamba ukikopa lazima ulipe. Kwa hiyo lazima uwe na mpango mzuri wa kufanya biashara ambao unakupelekea kuuza na kupata faida, lakini pia kuna kurejesha ili wengine na wao wapate kukopa. Ndio maana kuwasisitiza ukikopa lipa. Kwa hiyo swala uwezeshaji lipo. Nendeni kwenye mabenki, wametambulishwa, madirisha yapo, si tu ya wanawake lakini yeyote ambaye anataka kufanya biashara waende. Na tunaposema sasa halmashauri ataongeza vibanda kule, ni kwa ajili ya kufungua fursa zenu za kwenda kujishughulisha kiuchumi. Mimi niliona niwakumbushe haya na mpango wa serikali. Nirudie tena kuwaambia, Chama cha Mapinduzi kimefanya kazi kubwa. Imeunda serikali ambayo leo inafanya kazi yake vizuri, na mwaka huu ni mwaka tunakwenda kuwapa mrejesho, na Chama cha Mapinduzi chenyewe tayari kimeshapata mgombea ambaye ndo anakuja kuleta mrejesho, naye si mwingine ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kule visiwani Zanzibar ni Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, na mgombea wao mwenza ni Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi. Hawa watapita nchi nzima wakipita kueleza mrejesho wa kazi mzuri waliofanya. Sasa nataka niwaambie moja, hawa viongozi ni wachache, Tanzania hili ni likubwa. Viongozi wa Chama cha Mapinduzi
Mmetupa jukumu wabunge na madiwani, lakini pia wakuu wa idara ambao ndio serikali hii imeundwa na Chama cha Mapinduzi. Muda huu uliobaki mpaka kufikia mwezi wa 7 ni wakati ambako unatakiwa wakuu wa idara mpite, kila mmoja akaieleze idara yake nini mmekifanya katika kipindi cha miaka 5. Hicho tutakachokieleza ndio utekelezaji wa ilani ya CCM. Huku pia mtaungwa mkono na wanasiasa ambao ni mheshimiwa madiwani kwenye maeneo hayo. Wao wana uwezo wa kuitia mikutano, wao wanakuwa mtaalamu wa kueleza nini kimefanyika. Lakini pia mnapotaka sasa mkutano mkubwa, tunamuingiza na mbunge, na yeye atapita kabla kwenye mikutano yake, ataeleza mafanikio aliyopata kwenye eneo hili. Tukiunganisha hizi nguvu tatu, chama kikiwa ndio kinatuongoza, tutapata mafanikio makubwa. Tutapunguza mzigo wa Mheshimiwa Rais, tutapunguza mgombea mwenza kuja kueleza. Na msemaji mmoja amesema, Mheshimiwa Dr. Gwangala anasema kwa kazi hii mzuri kufanyika kwenye wilaya hii, Nzega mji kiwepo, na uelewa huu wa wananchi, na nimeanza kuwasikia sana hapa, tunataka Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan akija hapa asalimie tu, apite. Kwa nini? Wote mnajua kilichofanyika hapa. Na mimi nimefurahi, nimeanza kuimba kauli mbiu ile ya Mama Samia. Mama Samia, hayo ndio tunataka sasa tuendelee nayo, ili atakapokuja hapa asalimie, anapita, tunajua kwamba tunampa mitano mingine. Tunatambua, tunathamini, tutaheshimu mchango wake wa kuliongoza taifa hili, na sasa tunamwongezea muda ili yale mengine ambayo yatakuwa yameshindikana tuhakikishie Watanzania kwamba tutayafanya na tutakamilisha, na tutaongeza na mengine, ili nchi hii, eneo hili la Nzega liweze kupata mafanikio makubwa sana. Ndugu viongozi mlioko hapa, wananchi, kama ambavyo hapo wamesema, Mheshimiwa Nasoro ameridhishwa na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Nataka nimhakikishie jukumu langu ni kupita kuona, ili kuhakikishia kwamba haya mambo tunayosema hapa ni ya ukweli, ni ya ukweli kabisa. Na wananchi waendelee, msisite, hatujamaliza bado. Endeleeni kueleza changamoto zilizopo ili tuone namna ya kuzitumia, kuzitatua kwa haraka. Halmashauri mnapata bilioni 3 kwa mwaka. Nusu mwaka bilioni 1.5. Miezi 6 hii. Miezi mitatu milioni 750. Elekezeni kwenye kutatua matatizo madogo ya wananchi. Elekezeni kutatua matatizo madogo ya wananchi. Na nyie mnajua miradi yenu yote kwenye halmashauri ni fedha kutoka serikali kuu. Fedha yenu mmeitumiaje? Fedha yenu mnaitumiaje? Miradi yenu yote, afya, elimu, maji, kila mradi, barabara, fedha kutoka serikali kuu. Hizo zenu elekezeni kutatua changamoto zile ndogo za wananchi. Simamieni haya ambayo nimeelekeza hapa. Ndugu wananchi, turuhusu sasa mabasi yaanze kuja, kwa sababu tayari nishazindua. Nitaitamka kauli, kisha tamka hiyo basi shughuli zianze, waendelee na shughuli zao. Nzega oye! Mheshimiwa Bashe oye! Wananchi wa Nzega safi! Viongozi wa serikali oye! Baada ya kusema haya yote, sasa mturuhusu tuende kwenye miradi mingine. Nitamke rasmi kwamba kituo cha mabasi cha mji wa Nzega kimezinduliwa rasmi. Asante sana.